Clement, inatufanya tuweze kutafakari maneno ya Mungu kwa uchache tukiwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Dr. Louis Malole, ambaye kutakuwa kuna jambo zuri hapa ambalo ametuandalia kwa neema ya Mungu. Tutaweza kulizungumza na kulijadili kwa mapana yake. Bwana Yesu asifiwe. Dr. Louis Malole. Amen, amen. Unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Najisikia furaha sana asubuhi ya leo kuwepo hapa Access FM Mbeya. Ndio. Ni neema ya Mungu, namshukuru Mungu sana. Amina. Nataka tutafakari neno kidogo, afu tutafakari hichi ambacho ni jambo la kipekee sana kwenye ufalme wa Mungu. Amina. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu mnaonisikiliza. Mimi ninaitwa Daktari Louis Malole. Kwa neema ya Mungu namtumikia Mungu kama daktari, lakini pia ni mtumishi katika madhabahu ya Mungu. Namtumikia Mungu chini ya Baba Prophet Oi Mwasambili, na tuko hapa kanisa la Kings Global Tabernacle Church nyuma ya TRA Mbeya mjini. Kwa dakika chache nataka nikushirikisha neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 18. Naomba nianzie mstari wa 2 hadi wa 6, alafu nitaenda mstari wa 1, lakini kabla ya hapo naomba tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetupa. Asante kwa sababu mkono wako ndio ambao unatutunza, ndio ambao unatulinda. Asante kwa Jumapili ya leo kwa sababu Bwana umekuwa pamoja nasi ukitulinda na ukitutetea, na utakuwa pamoja nasi. Tunapokwenda kusikiliza neno lako, tunaomba Roho yako Mtakatifu atusaidie kulielewa na achilie neema ya kulitendea kazi. Tusaidie kila mmoja ambaye anasikiliza mahali popote pale alipo, mkono wako ukae juu yake katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa kitabu cha Luka sura ya 18 kuanzia mstari wa 2, huyu ni Yesu akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, amchi Mungu wala ajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije kanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Mstari wa 7 asema, na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adam, je, ataiona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ya Yesu alipokuwa akifundisha baadhi ya mifano kwa watu waliokuwa wanamsikiliza, na hizi zilikuwa ni nyakati za jioni kwake. Alikuwa anakaribia kumaliza kazi yake duniani. Roho Mtakatifu akampa ufunuo. Unajua vitu vingi ambavyo Yesu alikuwa anavizungumza, yamkini ni kitu ambacho kiko kiatendeka sehemu au kimeshatendeka mahali fulani. Kwa Yesu alikuwa na karama mbalimbali za Roho Mtakatifu ambazo alikuwa anaweza kuona matukio ambayo yanatokea sehemu fulani. Kwa sio mifano ambayo ilikuwa ni ya uongo, ni mifano ambayo ilikuwa ni ya kweli. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho akaona kwamba kuna mahali alikuwepo mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mjane. Alikuwa amefiwa na mume wake, na kuna vitu ambavyo alikuwa navyo. Yamkini alikuwa na nyumba, yamkini alikuwa na kiwanja, yamkini alikuwa na mali, lakini kwa bahati mbaya watu wengine wakamdhulumu. Jinsi ambavyo unaona mifumo ya dunia ilivyo. Mtu ni mjane, amefiwa, lakini bado anadhulumiwa mali zake. Ndivyo ambavyo hata sasa dunia ipo hivyo. Unaweza kuwa una kitu, lakini hata hicho kidogo ambacho unacho bado ukanyang'anywa au ukadhulumiwa. Kwa hiyo mwanamke alizulumiwa vitu vyake ambavyo alikuwa navyo. Asa akaamua kwenda kwa hakimu, ndio huyu kadhi ambaye alikuwepo, yani akaenda mahakamani ili kutoa mashtaka yake. Lakini bahati mbaya ni kwamba huyo hakimu ambaye alimkuta alikuwa sio mcha Mungu na alikuwa hajali watu. Eneo mengi unaweza ukaenda kutafuta msaada, lakini kwa bahati mbaya ukategemea watu ambao wakusaidie na wasikusaidie. Wakawa ni watu ambao sio wacha Mungu, yani watu ambao hawana hofu ya Mungu, hawamwamini Mungu katika Kristo Yesu. Lakini kwa namna moja au nyingine ni watu ambao wasiojali watu. Lakini kitu cha pekee kuhusu mwanamke ni kwamba alikuwa akimwendea. Alikuwa anaenda mara kwa mara. Leo ataenda atafukuzwa, kesho ataenda atafukuzwa, kesho kutwa ataenda atafukuzwa. Na alikuwa anadai haki yake. Alisema nipatie haki na adui wangu.
ni haki yake. Labda nimekuambia hapo mwanzo, yamkini kilikuwa ni kiwanja, yamkini ilikuwa ni nyumba yake, yamkini ilikuwa ni mali zake, ni shamba, ambavyo ni vitu ambavyo ni urithi wake kutoka kwa mume wake au kutoka kwa familia yake. Anasema nipatie haki na adui zangu. Kesho kutwa, baada ya muda, alikuwa anaenda mara kwa mara. Hakuchoka kwenda. Biblia inatuambia kwamba alikuwa akimwendea mara kwa mara, alikuwa anaenda, anadai haki yake. Alinyimwa hiyo haki kwa muda, lakini siku moja huyo hakimu, pamoja na kwamba amchi Mungu wala ajali watu, alisema moyoni mwake, japokuwa mimi sio mcha Mungu wala sijali wanadamu, lakini kwa sababu mwanamke huyu ananiudhi, ilifikia hatua kwamba akaudhika, akasema sasa huyu mwanamke ananichosha. Akasema ananiudhi, ngoja tu nimpatie haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima, kwa kunijia siku zote. Alafu Yesu akawaambia, na Mungu je, Mungu ambaye ni mwenye huruma, Mungu ambaye ni mwenye upendo, Mungu ambaye aliwaumba, hata choka au hata wapatia haki nyinyi mnaomlilia mchana na usiku? Yeye ambaye ni mvumilivu kwenu, je, hata wapatia haki? Kwa hapa kuna vitu vingine ambavyo, kuna kitu ambacho Yesu ametuongezea. Je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Maana kuna vitu ambavyo unapokuja ndani ya Yesu Kristo, unapoamua kuokoka, vinakuwa haki yako kama mwana wa Mungu, mtoto wa Mungu, kwa sababu umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inakuwa ni haki. Adui atakutesa kwa magonjwa, atakutesa kwa umaskini, atakutesa kwa shida nyingi za hapa na pale, nguvu za giza zitakusumbua. Hizo sio haki zako. Unapokuja ndani ya Yesu Kristo, unapokea uzima, unapokea maisha tele, unakuwa kiumbe kipya. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uanze kupata. Afya ni sehemu ya haki yako katika Yesu Kristo. Ulinzi wa kimungu, malaika wa Mungu kutembea pamoja na wewe, amani ya Kristo Yesu, vitu hivyo ni haki yako. Sasa adui anaweza kaviiba, anaiba haki yako. Lakini ili uvipate, Yesu anatukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana usiku, naye ni mvumilivu kwao. Afu Yesu akasema, nawaambia atawapatia haki upesi. Asa ukisoma mstari wa kwanza, ni mstari wa tofauti sana, ambao ni msisitizo wa hiki kitu ambacho Yesu alikuwa anakiongea. Sasa mstari wa kwanza kitabu cha Luka sura ya 18 ndio anatuambia kwamba akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Maana yake maneno yote ambayo Yesu ameyazungumza, ujumla wake upo katika mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unatoa summary ya kitu ambacho anataka kukizungumza Yesu, kwamba ili maisha ya mwanadamu yafanane na kusudi ambalo Mungu amemuumbia, imempasa huyo mtu kumwomba Mungu siku zote wala asikate tamaa. Kwa maisha yetu sisi, ili tupate haki zote zilizo katika Yesu Kristo, tupate utajiri wa utukufu wake, utajiri wa utukufu wa uweza wake aliotenda katika Kristo Yesu alipomfufuka kutoka katika wafu, inatupasa tushikamane na Mungu. Mwanadamu hajaumbwa kukaa duniani peke yake. Mwanadamu ameumbwa kuishi kwa kumtegemea Mungu. Ukisema uishi peke yako tu, lazima kuna kitu ambacho utakuwa unakitegemea. So inawezekana isiwe Mungu katika Yesu Kristo, lakini kuna miungu ambayo utaitegemea, kuna nguvu za giza ambazo utategemea, kuna watu ambao wameingia ubia na shetani, wameingia mkataba na mapepo na majini na vitu fulani ili waweze kuishi tu. Hakuna mtu ambaye ameumbwa aishi bila kumtegemea Mungu katika Kristo Yesu au kitu chochote tu, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kujitegemea hapa duniani. Lakini kuna hasara ya kuamua kuvitegemea vitu vingine, na kuna faida kubwa sana kumtegemea Mungu katika Yesu Kristo. Kwa ukitaka upate haki zako zote ambazo unazihitaji, yako maombi ya aina mbalimbali ambayo yanatakiwa yawe sehemu ya maisha yako. Na Mungu Yesu Kristo atuambia kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Yamkini naongea na mtu ambaye umekata tamaa ya maisha, umekata tamaa ya masomo, umekata tamaa ya kazi, kuna vitu ambavyo vinaendelea vinakunyima amani, umekata tamaa ya kudai haki yako serikalini, umekata tamaa, wewe ni mgonjwa unanisikiliza. Nataka nikukumbusha kwamba yupo Mungu ambaye anakujali. Yupo Mungu ambaye anakupenda, yeye aliyekuumba kwa mfano na kwa sura yake. Yupo Mungu ambaye anakukumbuka. Unachotakiwa kufanya ni kupiga magoti mbele za Mungu na kumwambia Mungu, hii hali imetosha. Hii hali nimechoka kukaa katika hii hali. Nimechoka kukaa katika magonjwa. Naona watu wanateseka, kuna watu hawana hata pesa za matibabu. Kile nataka nikwambia kwamba yuko Mungu ambaye ana uwezo wa kukuponya bila gharama yoyote. Ni wewe kuamua kwamba leo
ninapiga magoti mbele za Mungu na namshirikisha jambo langu hili. Nakwambia yamkini akachelewa, yamkini asikujibu leo, yamkini asikujibu kesho, lakini Biblia imetusisitiza ya kwamba usichoke. Kama huyu mwanamke alikuwa akimwendea, anamwendea leo, anamwendea kesho, anamwendea kesho kutwa, Mungu ni mvumilivu, atakusikiliza na atakupatia haja yako. Yamkini wewe ni mama unanisikiliza, umekuwa ukiombea watoto wamebadilika, wamekuwa sio wacha Mungu, wamekuwa wauni, wamejiingiza kwenye madawa au kwenye pombe na mambo mengine kama hayo, maisha ya vijana. Umekuwa ukimwomba Mungu ukawakatia tamaa. Kuna wazazi ambao wanawakatia tamaa watoto. Amemkatia tamaa, hataki tena kumuombea. Nataka nikukumbushe kwamba Mungu ukiona anakukumbusha jambo hili, ujue kwamba upo msaada katika yeye. Rudi tena magotini kwa Mungu. Anza tena kuomba Mungu. Rudi tena mwambie Mungu, kumbuka wa watoto. Kumbuka watoto, wabadilishe. Tamka vile ambavyo unataka wawe. Umekuwa ukimwombea mume wako au umekuwa ukimwombea mke wako, na nafikia hatua unakata tamaa, ndoa inakuchosha. Unaona sasa bora tu liwalo na liwe. Hapana. Haujaumbiwa kuishi kwamba liwalo na liwe. Yako maisha mema ambayo Mungu amekuumbia katika haya. Unatakiwa kufanya ni kumshirikisha Mungu tena asubuhi ya leo. Unaomba katika jina la Yesu, Mungu ambadilishe huyo mume wako, Mungu ambadilishe huyo mke wako. Huko katika mahusiano mambo hayaendi, uchumi ni mgumu, kazi ni ngumu, vitu havieleweki, umekata tamaa. Watu wana majeraha mengi sana. Watu wanakaa wanafurahi katika nyuso zao, lakini moyoni, mioyo yao imebeba maumivu mengi sana. Watu wana maswali ambayo hayana majibu. Lakini msaada wetu upo katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Cha kufanya, rudi tena kwa Mungu. Anza na dakika 5 tu za kulia mbele za Mungu, za kumkumbusha Mungu haja zako. Maandiko yanasema njooni tuojiane. Eleza shida yako upate kuweza kupewa haki yako. Eleza shida yako mbele za Mungu. Yuko Mungu ambaye anatusikiliza. Yamkini umekuwa na shida nyingi sana, umeeleza wanadamu hawajakusaidia, umeeleza wazazi hawajakusaidia, marafiki wa karibu hawajakusaidia, watu uliotegemea wakupe msaada hawajakupa msaada. Lakini yuko Mungu ambaye atakusaidia. Msaada wake ya ukomi, upendo wake ya ukomi ni wa milele na milele. Asubuhi ya leo nimepata msukumo wa kukumbushana juu la swala la mwanadamu kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Kujitoa kwa dakika chache tu ambazo unaweza. Anza taratibu. Mtu asikwambie lazima uanze masaa 2, masaa 3, masaa 5. Hapana. Haitafika hatua ambao wanadamu wote wataweza. Lakini anza taratibu tu, rudi mbele za Mungu taratibu, mkumbushe na andika mahitaji yako ambao unayahitaji. Andika vitu vyote ambavyo unataka Mungu akusaidie. Na wakati mwingine unaenda mbele za Mungu sio kwa sababu una mahitaji ambao unataka Mungu akusaidie. Unaenda mbele za Mungu tu kumshukuru, unaenda mbele za Mungu kumwabudu, unaenda mbele za Mungu kumsifu. Unakaa uweponi mwa Mungu, unamwabudu tu yeye, unakaa kwa muda mrefu. Na unapofanya hivyo unaongeza ushirika na yeye, na nguvu zake zinaanza kuwa juu yako. Na nguvu zake zikiwa juu yako anakupa ushindi katika maeneo mengi ambayo hata ukutarajia. Kwa asubuhi ya leo nikukumbusha kwamba upo msaada katika Mungu. Mungu bado hajatusahau wanadamu waliotuumba. Yesu Kristo bado anatupenda, watu wake ambao tumeamua kumfuata, bado anatulinda, bado anatamani tuwe katika afya, bado anatamani tuwe katika uzima, anatamani tusipate ajali, tusipate magonjwa. Tunachotakiwa kufanya sisi ni kuwa na ushirika naye kwa njia ya maombi. Utakapofanya hivyo utaona mkono wa Mungu unakuwa juu yako, atakupatia haki zote ambazo unazihitaji kwa ajili ya utukufu wake yeye mwenyewe. Mungu akubariki sana. Natamani niombe kama na mtu ana shida kwa dakika 1 au 2. Tushirikiane katika maombi kwa dakika 1 tu au 2, nikuombee na Mungu atakufanyia wepesi. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, asante kwa mkono wako ambao una nguvu na unagusa watu, na tunaamini hakuna umbali katika maombi. Tuko hapa Access FM, lakini mkono wako uko kila mahali na macho yako kila mahali kuwatazama watu wako. Bwana Yesu, watoto wako wamesikia neno lako asubuhi ya leo, ya kwamba imetupasa kukuomba wewe Mungu siku zote bila kukata tamaa. Yamkini kuna mtu ambaye amekuwa akijiuliza maswali mengi, amekuwa akitamani majibu, akitamani msaada wako Mungu. Naomba asubuhi ya leo kwa huruma zako unyoshe mkono wako umguse. Ambao ni wagonjwa, Bwana Yesu, nyosha mkono wako waguse mahali walipo, wapokee uzima, wapokee uponyaji. Wengine wamelazwa hospitalini, Yesu nyosha mkono wako waguse katika jina la Yesu. Magonjwa yakawaachie katika jina la Yesu. Wako watu ambao wamekuwa wakiombea familia zao, wakiombea watoto wao, wakiombea waume zao, wake zao, wakiombea wazazi wao. Sijui wamekuwa wakiomba kitu gani, lakini asubuhi ya leo najua upo uweza katika jina lako. Upo uweza tunapokuomba, Bwana. Nyosha mkono wako waguse, gusa maombi yao, Bwana. Wako watu vijana ambao wamekuwa wakitafuta kazi,
Fungua milango ya kazi wewe Bwana, wape akili ya kitu gani cha kufanya, wafanye wapi, wafanye lini. Nyosha mkono wako wewe Bwana uwaguse. Wako watu wenye mahitaji mengi sana, hatuwezi tukaeleza mahitaji ya watu wote katika mioyo yao, lakini wewe Mungu ni Mungu ambaye unachunguza mioyo ya watu wako na kuona na unajibu. Wewe unajibu kuliko yale tuyaombayo, yale tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Ikiwa kuna mtu yote ambaye amekuwa kinisikiliza na ameamini ya kwamba Mungu anaweza kumsaidia, Bwana Yesu, naomba unyoshe mkono wako umsaidie asubuhi ya leo. Naomba unyoshe mkono wako umguse mahali alipo hitaji lake, Bwana, ambaye amekuwa kulia kwa muda mrefu, ukamsaidie na ukamjibu. Asante Mungu ujibuye. Wewe ni Mungu mwaminifu ambaye haujafa, upo hai, unasikia na unaona. Macho yako yakawe juu yake sasa, akapokea muujiza wake katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Nadhani tarehe 3 Julai tutakuwa na jambo letu hapa likiwa linaongozwa na kichwa cha somo ufalme wako uje, your kingdom come. Mathayo 6:10 na rejea nyingine ya fungu ni Zaburi 103:19. Hii itakuwa ni kualika, inaitwa Campus Prayer Network, inakualika a night of prayer. Watu wa kidunia wanakuwa na mitoko yao. Sasa na sisi watu wa Mungu tuna mitoko yetu. Tuizungumzie hii kwa uchache. Nimeona nikasema ni jambo zuri sana kuwa na usiku wa maombi, kwa sababu inabidi tuombe ipasavyo, tuombe sawa na neno, tuombe kwa msaada wa Roho wa Mungu. Kwa ufalme wa Mungu unapokuja unatuwezesha sisi kuomba sawa. Karibu. Asante. Ni kweli tutakuwa na night of prayer siku ya tarehe 3 mwezi wa 7 ambao ni Ijumaa ijayo, ambayo itafanyika katika ukumbi wa Mkapa Mbeya mjini. Hapa tutaanza majira ya saa 3 kamili. Kimsingi ni kwamba utakuwa ni usiku wa kuomba, tutaomba sana na tunaamini Mungu ambaye anasikia atatusikia. Hii ni moja kati ya mkakati wa ukamilishaji wa maono ambao tunayo wa Campus Prayer Network. Ambao hiki ni tuseme ni mission ambao tunayo ya kumobilize au ya kuwafanya watu katika vyuo mbalimbali waweze kuomba. Na lengo kubwa tunachoomba sisi, tunaomba ufalme wa Mungu uje na mapenzi ya Mungu yapate kuweza kutimizwa. Kwa sisi sio kama kikundi cha tofauti ambacho tumekianzisha vyuoni kama Kasfeta, USCF, TAFES, TMCS na vikundi vingine. Ni mobilization katika vyuo vyote na tumeanza hapa Mbeya. Lengo letu kubwa ni kuinua viongozi ambao wapo katika ufalme wa Mungu, watu ambao wamejikita katika mafundisho ya Mungu, lakini pia tunakusudia kuinua madhabahu za maombi katika kila chuo, katika kila campus wapo watu ambao wanabeba madhabahu za maombi. Lakini pia tumejikita katika kueneza neti ya wokovu, watu wamjue Yesu Kristo, watu wapokee uponyaji, waliofungwa na nguvu za giza wafunguliwe, lakini pia pamoja na kuwaombea watu wana mahitaji mbalimbali. Tunafanya kazi ya kuwaombea kutokana na hizo madhabahu za maombi ambazo tunazo. Na hii inashirikisha watu wote ambao wameokoka katika vyuo mbalimbali na wale ambao bado hawajaokoka wanatarajia kuokoka. Lakini tutakuwa tunashirikiana na vikundi vya Kikristo ambao vipo vyuoni. Yaani kama hivyo ambao nimesema TAFES, Kasfeta, USCF na vingine ambavyo vipo. Lengo letu kubwa ni kufundisha watu kuhusu maombi na wawe waombaji. Lakini pia ni kuinua viongozi, sababu hao watu ambao wako vyuoni kesho kishukutu watakuwa katika nafasi tofauti. Wengine watakuwa mawaziri, wengine watakuwa wahasibu, wengine watakuwa madaktari kutokana na fani mbalimbali ambazo wanazisomea. Kwa hiyo tuinue viongozi ambao wako katika ufalme wa Mungu na wamefundishwa vizuri na ni waombaji. Lakini kitu kingine ni kwamba ni kueneza moto wa maombi, kama ambavyo tumesema, moto wa maombi katika kila chuo. Wapo watu ambao wanaomba kwa ushirikiano wa huduma zingine ambazo zipo. Kitu kingine ambacho tunacho ni kufanya intercession, kuomba kwa ajili ya vyuo tofauti. Watu wa chuo hiki labda cha rufaa au UDSM wataombea watu wa UDOM, wataombea watu wa MUST, wataombea watu wa lakini kwa pamoja. Kwa sisi tunasimama kama intercessors, tunasimama kwa niaba ya watu wengine kuomba. Kitu kingine ni kuomba kwamba watu wavunwe. Vyuoni watu wengi wanabadilika sana. Unaweza kuta form 4, form 6 huko. Pamoja na kwamba na wenyewe tunawakaribisha kidato cha 4 na kidato cha 6 ambao wako nyumbani. Tunawakaribisha pia katika mkesha wa tarehe 3 mwezi wa 7 ambao ni Ijumaa ijayo,
ambao wako Mbeya wapate nafasi ya kufika. Lakini tumegundua kwamba wanafunzi wengi wanakuwa wako vizuri O-level na advance, wakifika vioni wanabadilika, wanaacha wokovu kwa sababu ya uhuru ambao umepitiliza. Lakini tunatamani nao tuwavune, tuwarudishe kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo huo ni mchakato mmoja wapo wa namna gani ambavyo tunatimiza maono haya. Tumeanza na hii ya mkesha wa tarehe 3, moja ni kwamba tutakuwa na ibada mbalimbali za maombi katika vyuo, labda kila baada ya miezi mitatu tutakuwa na ibada ya maombi chuo fulani, labda chuo cha Musti, chuo labda cha Rufaa, chuo chochote kile ambacho kiko Mbeya. Baadaye tutaenda katika mikoa mingine, Teku, Kuom na vyuo vingine. Lakini pia tutatamani hata viongozi katika hivyo vyuo wawe na saa moja la maombi kwa wiki, angalau wakutane wote pamoja, wapate kuweza kwa pamoja. Lakini pia tunaweza tukawa tuna organize kila mwezi vyuo vyote labda kwa njia ya mtandao huu wa maombi, tukawa hata na ibada moja ya maombi kwa mwezi. Na hii ya mkesha tukawa tunafanya angalau hata baada ya miezi mitatu. Kitu itakuwa na maombi ya pamoja ambayo watu wa vyuo vyote wanaomba kwa pamoja, tunakuwa na prayer point za pamoja. Kwa katika kutimiza hii vision ambayo tunayo, tumeanza na huu mkesha na tunaamini Bwana Yesu atatusaidia sana. Kwa watu wa vyuo vyote hapa Mbeya wanakaribishwa, kidato cha 4 na kidato cha 6 pia nao tunawakaribisha katika mkesha wa tarehe 3 mwezi wa 7. Amen. Kumekuwa na tafakuri hapa ya hizi vifungu viwili vya Biblia. Zaburi 103:19 ambao hatujaitafakari. Okay. Na hii ufalme wako uje, Mathayo 6:10. Nikianza na hiyo ya ufalme wako uje, hayo ni maombi ambayo Yesu alikuwa anayaomba. Hiyo ni sala ya Bwana. Alipokuwa anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, akasema ufalme wako uje, let your kingdom come. Na ndio dhima kubwa ya huo mkesha. Watu ambao watakuwa wameshaanza kupata taarifa, tumeandika pale let your kingdom come, ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu ukija, maana yake ni uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu mwenyewe Yesu Kristo pamoja na mapenzi yake Roho Mtakatifu. Hiyo ni dhima kubwa ambayo ilikuwa katika moyo wa Yesu Kristo. Utaona ukisoma kitabu cha Mathayo vizuri, mara nyingi amekuwa akisema ufalme wako uje, au alikuwa anazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu duniani. Hii ni kusudi la Mungu, ni moyo wa Mungu kimsingi. Okay. Mapenzi ya Mungu yatimie hapa duniani. Kitu ambacho anakitaka Mungu kitimie hapa duniani. Mungu, mambo mengi yanatendeka duniani ambayo sio mapenzi ya Mungu. Vitu vingi vinatokea, unaweza kujiuliza, ndio maana watu wengi wanajiuliza hivi Mungu yupo kweli au Mungu hayupo? Ni kwa sababu ya mambo mengi ambayo yanaendelea kutokea. Sisi tumejikita hapo kwamba mapenzi ya Mungu yatimie na ufalme wa Mungu uje, ili kile kitu ambacho Mungu amekikusudia kipate kuweza kuwa hapa duniani. Kija katika hiyo Zaburi ya 103 mstari wa 19, huyu ni mwandishi wa Zaburi anasema, Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Mungu amekiweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote. Tunatamani Mungu atawale katika maeneo yote. Amen. Kiti chake cha enzi kiko mbinguni, lakini anatawala falme zote. Anatawala watu wenye mamlaka, watu wenye falme, watu wenye uweza, watu wenye nguvu. Asa tuko katika mchakato wa kukitimiza hiki kitu. Lazima wawepo watu ambao watasimama kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unatokea. Mapenzi ya Mungu yanatokea. Lazima wawepo watu. Mungu atatumia watu. Anawaposition watu. La sivyo shetani atachukua nafasi katika maeneo mengi sana. Watu ambao hawana Mungu watachukua nafasi katika maeneo mengi sana, alafu watu wa Mungu watakuwa wanalia. Watu watamani kwamba ufalme wa Mungu upate kuweza kuvitawala vitu vyote. Amen. Mtu anayetaka kushiriki ibada hii, mawasiliano yako vipi na utaratibu uko vipi? Okay, mawasiliano tunaweza tukawasiliana nao. Kwa watu ambao wako vyuoni ni rahisi kwa sababu tunavifikia vyuo vyote. Okay. Lakini kwa ambao hawapo vyuoni tunaweza tukawapatia namba za simu za kwetu kwa ajili ya kuwasiliana nasi. Lakini kwa ambao mpo Mbeya mjini, kwa ambao mnatokea labda Uyole, maeneo mengine kama hao, unapanda magari yanayokuja huku Mbeya mjini, hospitali ya Rufaa, unashukia hapo Matola au shule ya Loleza, ukiulizia ukumbi wa Mkapa, basi unaweza ukaupata. Na kwa ambao mnatokea Mbalizi, mnapanda magari ya kutokea Mbalizi, unakuja huku Rufaa mjini, unashukia Matola. Lakini kwa namba za simu tunaweza tukawapatia, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba za simu 0763 46 58 49. Narudia tena 0763 46 58 49 au 0717 12 72 91.
0717 12 72 91. Amen. Kuna yule ambaye amesikiliza neno hapa wakati tuna hudumu hapa, huenda amekata tamaa, anahitaji ku upgrade, kukua kiroho. Alikuwa ameanguka, anatamani kukua kiroho kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, amelegalega. Mawasiliano yako vipi? Mtu anahitaji aombe pamoja na nyinyi, aombe pamoja na ninyi, ana shida, anahitaji maombi na maombezi, namba za simu anazipateje? Tunaweza tukawapa namba za simu kwa sababu sisi ni waombaji, tukashirikiana naye kuomba kwa namna moja au nyingine. Namba ya simu ambayo tunapatikana ni 0763 46 58 49, 0763 46 58 49. Piga au tuma message kwa njia ya kawaida au kwa njia ya mtandao wa WhatsApp, tutaisoma na tukuta missed call yako, tutakupigia na tutaomba kwa pamoja na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo ambaye huenda una shida, una taabu, umekata tamaa, namba ya simu hiyo hapo, mtumishi wa Mungu ameitaja, unaweza ukapiga, ukatuma message, watumishi wa Mungu ataomba pamoja na wewe na Mungu ataweza kukubariki. Asante kwa muda wenu, Mungu awabariki sana. Hii ni Gospel Voice, mimi ni R. Skies. Yapo mambo mengi mazuri ambayo tumekuandalia Jumapili ya leo.